Wataalamu wenyewe wanasema tumwambie au tusubiri ukweli atakuja kushuhudia mwenyewe kwa sababu ameshafika katika ardhi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Jina langu ni Florence Renatus, mwenzangu ni Aloysi Sagala. Imekuwa ni neema tena kwa Mwenyezi Mungu. Tumekutana tena mtazamaji wa Dar Sports wakati mwingine tena huu mzuri kwa ajili ya kupeana taarifa nyingine nzuri tena nzuri ya kimichezo ambayo humu ndani ina mjadala mmoja mzuri sana ambao na wewe unakaribishwa kuweza kutia maneno yako. Kubwa zaidi, naomba nikukumbushe kuhusiana na mabingwa kusafirisha bidhaa kutoka China mpaka katika ardhi hii ya Tanzania. Siku 3 tu pekee, lakini sasa hivi hadi siku moja mzigo unatoka China unafika katika ardhi hii ya Tanzania. Chochote ambacho umekiona katika soko la China, chochote ambacho umekipenda kule nchini China, unataka kukinunua lakini haujui utakifikishaje katika ardhi hii ya Tanzania, naomba uwatafute Jaba Hair Solution. Hawa ndio mabingwa katika kusafirisha bidhaa zote kutoka China mpaka Tanzania. Uzuri ni kwamba haichukui muda mrefu, kile ulichokiagiza unakipata kwa muda sahihi kabisa. Unajua kuna mtu unaweza kaagiza kitu ambacho unahamunacho hata kesho ukione, basi Jaba anakuambia hiyo sio shaka, kuliko kuagiza ukachukua takriban siku 28, hiyo inakuwa sio sawa sawa bwana. Kwa hiyo tafute Jaba Hair Solution, chochote ambacho kiko China kiagize, then wao watakuletea na kitafika salama katika ardhi hii ya Tanzania. Wataalamu wa Kiswahili wanasema tumwambie au tumwache atajionea wenyewe. Waandishi wameshaanza kazi mara baada tu ya kutambulishwa katika mitaa ya Twiga na Jangwani. Aloysi Sagala pamoja na Florence Renatus tuko tayari kwa ajili ya kuanzisha mjadala ambao na sisi tumeupokea na sisi tunauleta kwenu watazamaji wa Dar Sports. Kwema, unajua Florence, umezungumza kitu kizuri kuhusu Jaba Hair Solution kwamba saizi unaagiza kitu unatamani kesho kikufikie. Saizi kuna hiyo hali fulani unakuwa na shauku kina kitamani hata muda huu kama kuna uwezekano kinifikie hapa nilipo. Nimeona huu ni mwaka mpya na Jaba Hair Solution pia amekuja na jambo jipya kabisa kwamba zamani au mwaka jana ilikuwa inachukua takriban siku 3 mzigo kukufikia, lakini huu mwaka mpya wameanza pia kwa style ya tofauti kidogo kwamba mzigo ni siku moja pekee. Ukiagiza leo, kesho mzigo wako unakufikia. Kwa hiyo imekuwa ni jambo ambalo ni nzuri zaidi, na mimi uzuri nishai kuagiza na Jaba Hair Solution na kuna ile bidhaa yangu nilikuonyesha nitaagiza nyingine tena. Bwana anaitwa Laurindo Dison Maria Aurelio almaarufu kama Depu. Hapa ndugu zangu wa Sukuma tutashikana sana mashati. Anaitwa Laurindo Dison Maria Aurelio almaarufu kama Depu. Ngosha mimi tayari nishalikamata jina kichwani, kazi ni kwenu na nyinyi muendelee kulikamata jina. Stories zimeanza kwamba Young Africans wamesajili striker mwingine ambaye hana namba kubwa sana kwa maana ya kupachika mpira wavuni. Watu wametazama kwenye score sheets, tunasema scoreboard wanaona mbona jina la Depu linatamkwa halipo sana. Watu wameangalia msimu 2024 magoli 5 katika michuano ya Kosafa, msimu 2025 magoli 8 na ndio akawa MVP. Maana ukichukua 8 ujumlishe 5 unapata 13. Sasa watu wanasema magoli 13 ambayo yameonekana kuyafunga katika timu ya taifa misimu miwili tena, sio msimu mmoja, misimu miwili, imewatosha viongozi wa Young Africans kutafuta striker mwingine, au huyu ni Andy Bobo Boeli, Afizi Konkoni au Joseph Gede mwingine mitaa Twiga na Jangwani. Wengine wanaenda mbali na kusema ya kwamba toka Young Africans waachane na Fisto Kalala Mayele bado hawajasettle until now. Sasa tuanzie kwenye hoja ya toka Young Africans wameachana na Fisto Kalala Mayele until now bado hawajasettle. Ni kweli. Hauwezi ukalipinga hili na linaonekana. Na yote huwa ni kwa sababu timu zetu hazijajiandaa kuishi baada ya fulani kuondoka kwenye timu yao. Huwa wanaishi leo, sio unanielewa vizuri. Yani just today, tuna live today. Na utofauti wetu wa timu zetu za Tanzania pamoja na timu zingine kwa maana ya barani Ulaya na mataifa mengine, wao kabla ya huyu mchezaji ambaye wanamuona yupo kwenye prime, wakiamini maybe kuna siku anaweza akataka kuondoka au muda wake, uwezo wake wa kucheza ukaanza kupungua, huo wanaanza mchakato mapema wa kutafuta substitute yake. It is either atoke kwenye academy zao ambazo wanazo, wao wanamtengeneza wao, au wao tayari wameshaanza kupeleka jicho lao kwa mchezaji mwingine ambaye wanamuona kutoka klabu nyingine. Kuna timu hapa katikati iliyokuwa na historia kumfuatilia mchezaji kwa muda mrefu sana kabla hawajamsajili, na hawakutaka kumsajili kwa sababu walikuwa na mchezaji ambaye yupo kwenye prime, kwa hiyo kulikuwa hamna haja ya kumleta yule. Ila once yule mchezaji alivyoamomba kuondoka kwenye timu,
akavuta yule mchezaji kwa sababu alikuwa ameshaelezwa hadi na nia ya kwamba wewe tunakuhitaji, kwa akawa ameshatengenezewa mazingira ya kwamba siku moja utaenda kuitumikia timu fulani. Sasa mimi hizo ndo reason zangu mbili kwamba sababu kubwa ya kwa nini mpaka leo watu wanaiona Young Africans bado inateseka kwenye eneo la striker ni kwa sababu walikuwa hawajajiandaa maisha baada ya Fiston Kalala Mayele. Ametoka Mayele akaja Fizi Konkoni, katoka Fizi Konkoni kaja Joseph Gede, katoka Joseph Gede kaingia Prince Mpombe Lodule. Of course anacheza vizuri. Baada ya hapo tumeona ameletewa Ndibo Boboeli, bado ameshindwa kukriki, hata msimu hujaisha, umeachana naye, kaletwa mwingine Dison Maria Aurelio almaarufu kama Depo. So ni kweli, lakini lazima hii iendelee kuwa lesson. Sasa sijajua kama bado wanaiona kama ni lesson hata kwa timu zingine kwamba hii leo mchezaji fulani yupo kwenye prime, ndio siku akisema anataka kuondoka tutafanyaje, kwa sababu ile ni biashara ndio ambayo inafanyika pale. Unajua umezungumza kitu kizuri sana Florence. Ukitazamia kuondoka kwa Fiston Mayele, ni kweli Yanga hawakuwa wamejipanga. That's why kuna siku nimekaa na wewe hapa nikakueleza kwamba kama kuna kitu ambacho Yanga niliona walikosea na walifanya kwa uharaka zaidi ni maamuzi ya kuamua kuachana na Kennedy Musonda, kwa sababu huyu Musonda ambaye alikuwa ndio backup ya Fiston Mayele tayari ashazoea mazingira, hashajua falsafa ya Yanga wanacheza vipi. Anaondoka Fiston Mayele halafu hujaonyesha imani juu ya Kennedy Musonda, hakuwa anapata pia hata game time ya kutosha. Though anaweza produce magoli mengi, asikupe idadi kubwa ya mabao kama ya Fiston ambaye alikuwa anayafunga ndani ya Yanga, kwa sababu Fiston msimu wake wa kwanza anafunga bao 17, msimu wake wa pili bao 16. Kwa hiyo unamuona ni mchezaji ambaye kufunga kwake, yani kutia mpira kambani lilikuwa sio tatizo lake. Sasa kama tunamondosha Fiston Mayele, tushafanya biashara, ameondoka. Huyu Kennedy Musonda ambaye alikuwa ni backup ya Fiston Kalala Mayele, tunapaswa kumwamini na kumpatia muda mwingi wa kucheza ili tuone kama pia anaweza akatupatia idadi ya magoli ambayo Fiston alikuwa anatupatia wakati tukiwa naye. Sasa kitu ambacho kilifanyika ndani ya Yanga, hawakuwa na imani juu ya nani ya Kennedy Musonda. Walichokifanya wakaamua kwenda kusajili wachezaji ambao walikuja na bado akashindwa kuonyesha kitu ambacho alikuwa anakifanya Fiston Kalala Mayele. Tukashuhudia yani kati ya eneo ambalo Yanga wamefanya sajili nyingi zaidi kuanzia alipondoka Fiston Mayele hadi sasa ni eneo la ushambuliaji. Yani wamekuwa wakisumbuka kumpata yule mshambuliaji ambaye at least ataonesha hata dalili ya kufanya kile kitu ambacho alikuwa anakifanya. Fiston Kalala Mayele umezungumza vizuri, kati ya washambuliaji ambao walipita akina Hafiz Konkone, akina Joseph Gede, alikuja mpaka Jean Otto Sibaleke pale. Nilikuwa nimemsahau. Alipita pale pia. Kwa hiyo walikuwa bado hawajaonyesha hata ile robo ambayo alifanya Fiston Mayele. Walau tukimtazama Prince Dube aliyetoka Azam kuja Yanga, ameweza kufanya kile kitu. Bao 13 sio chache sana kwenye ligi yetu, akitoa assist 8 ukijumlisha mchango mabao 21. Sijui unaona ule ni mchezaji ambaye anakuwa ana impact kubwa sana. Kwa umezungumza vizuri kwamba vilabu vyetu vinakuwa na kasumba ya kutojiandaa na kuishi endapo mchezaji fulani itatokea tumefanyaje, tumempoteza. Unaikumbuka Simba ya Emmanuel Okwi. Baada ya kuondoka Emmanuel Okwi aliletwa Medi Kagere, lakini anakuja Medi Kagere bado yuko na John Rafael Boko. Tazama baada ya Boko amekuja nani pale Simba. Mpaka hivi sasa eneo la ushambuliaji la klabu ya Simba walikuja mpaka kina Dijan Jojevic. Sijui unakumbuka vizuri. Mlete mzungu. Wamekuja pale lakini bado wameshindwa kudeliver kitu ambacho alishawahi kukifanya Johnny Boko, Medi Kagere pamoja na Emmanuel Okwi. Kabisa. Bwana mtazamaji wa Sports, hapo ndipo ambako tumeweka nukta kwanza. Mimi ni Florence Renato, mwenzangu Alois Sagala. Naendelea kukumbusha bwana, kama ndo mara ya kwanza unatutazama au kutusikiliza vizuri, sisi ni Data Sports online media ambayo inafanya vipindi vyake vya michezo kwa ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo kumbuka subscribe pale, lakini pia tia notification yako on ili mijadala mizuri kama hii inakuwa inakufikia popote pale ulipo. Lakini wewe ndio unakuwa wa kwanza, afu natia comment yako kwamba wa kwanza leo naomba likes zangu. Sasa kitu kimoja ambacho mimi niwahi kukizungumza kuhusu striker, hasa kwenye mpira wetu sasa hivi, hauhitaji kupata striker ambaye anawaza kufunga tu muda wote. Yani hauhitaji kupata striker wa aina hiyo, manake hana faida timu isipokuwa na mpira. Sina naelewa, lakini hawezi kutengeneza chance kwa wachezaji wenzake. Na iko hivi, kitu ambacho mimi nakifahamu kwenye issue za striker. Striker bora ni yule ambaye anafunga. Striker bora ni yule ambaye ana link play. Sina naelewa vizuri. Striker bora ni yule ambaye ana press
striker bora ni yule ambaye ana movement nyingi uwanjani. Yeah. Hivi vyote akivifanya ndio anakuwa striker bora. Ndicho ambacho anakifanya Haaland, anakifanya Roberto Lewandowski, anakifanya huyu nani Kylian Mbappe. Sio ndio vizuri. Yeah. Ndio ma striker ambao kwa sasa hivi ukiwataja wanakuwa wanaonekana kama umetaja striker ambao ni bora sana. Lakini wanadili na vitu vinne tu. Wana link play, wanafunga, lakini pia wana movement nzuri, yeah. Na kingine wana pressing. Sawa? Sasa katika mpira wa sasa mwalimu anapomchukua striker alafu nyie mkamuona na numbers ndogo, kitu pekee ambacho unapaswa muelewe ya kwamba mwalimu anatengeneza mfumo ambao striker atakuwa sehemu ya mfumo. Si tuko vizuri? Yaani striker atakuwa sehemu ya mfumo na sio mfumo utakuwa ni wa striker. Sawa, yani striker anakuwa sehemu ya mfumo ila mfumo sio wa striker mwenyewe. Nikisema striker anakuwa sehemu ya mfumo ndio hivyo vitu vinne nilivyovisema. Ana link play, atapress, atashuka chini, atakutoa nafasi kwa wings back wake, atafanya movement, lakini pia atafunga. Hiyo ndio striker yupo sehemu ya mfumo. Yeah. Lakini ukisema mfumo striker ndio mfumo wenyewe. Ina maana ya chance mtakazotengeneza inabidi ziende kwa striker. Yeah. Ukipiga cross mtafute striker. Chochote ambacho mtakuwa mnakifanya wakati mnaenda kushambulia mtafute striker. Okay, mmekutana na timu ambayo inafanya man to man marking. Amebanwa, mnafanyaje? Mtatoa timu uwanjani? Hapo hapa. Kwa hiyo ukisema mwalimu katengeneza mfumo ambao striker anakuwa sehemu ya mfumo, ina maana ya kwamba akifanya vile vitu vyote vinne inawezekana asifunge, kwa maana ya asifunge, lakini bado akitoka uwanjani timu imetengeneza magoli. Yeah. Timu imefunga magoli, timu imetengeneza nafasi. Declan Rice, midfielder ya Arsenal, yeah. Alipoulizwa atoe comments yake kuhusiana na Victor Gyökeres pale Arsenal. Akasema ya kwamba ni moja mchezaji ambaye pengine asingekuwa yeye Arsenal yetu msingeiona hii nafasi ambayo tuliopo. Yeah. Victor alikuwa na maana ya kwamba uwepo tu Declan Rice alikuwa na maana ya kwamba uwepo tu wa Victor Gyökeres uwanjani anafanya vitu ambavyo vinatoa nafasi kwa yeye kufunga, Zubimendi kufunga, yeah. Gabriel Martinelli kufunga, sijui akina Bukayo Saka, wote wanafunga ni kwa sababu ya Victor Gyökeres, yeah. Ya nini ambacho anafanya. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye yumo ndani ya mfumo na sio mfumo uko ndani mfumo wenyewe. Sasa ndicho ambacho walimu wanakitazama. Ndio leo unamzungumzia Prince Mpomelo Dube, msimu uliopita amefunga magoli mangapi? 13. Assist 8. Jumla ya magoli 21 kausika. 21. Yeah. Ndio hicho sasa tunachokizungumza. Yaani Dube ni sehemu ya mfumo wa ushambuliaji wa Young Africans. Yeah. Ila mfumo sio sio Dube. Kwa hiyo hata Dube akitoka uwanjani bado Yanga imetengeneza nafasi, bado Yanga imefanyaje? Imefunga. Ndio striker ambaye mwalimu anamhitaji. Unajua umezungumza very professional na very tactically, kwa sababu mpira wa sasa sisi tumekuwa wachambuzi na niwazungumzie zaidi mashabiki na wanachama wa hivi vilabu wamekuwa, kwa mfano washaambiwa Depu ni striker kwa maana ya mshambuliaji. Wao kitu ambacho watatumia kumjaji Depu ni vitu vitatu. Wataangalia goals, wataangalia assist, lakini pia shots on target. Ndio maana kuna baadhi ya striker watu wanawajaji kwa kusema striker mwenyewe amemaliza mechi hajapiga shoot hata off target. Yaani hawahesabu tena on target, wanahesabu mpaka off target, mpaka off target, yeah. Hajapiga shoot lolote. Kwa vitu vitatu atatumia kumjaji. Lakini tukumbuke huyu mshambuliaji, kwa mfano Depu, tunaenda na scenario ya Depu kwa sababu maswali yameanza kuwa mengi na mjadala kuwa mkubwa kwamba Yanga ameshawishika na kitu gani kumleta Depu kwenye kikosi chao, ile hali hana namba kubwa, yani hana numbers kwenye eneo lake analocheza. Tunatarajia tushuhudie mabao kwenye mpira wa kisasa kwa maana ya modern football. Mshambuliaji sio lazima afunge. Umezungumza kitu kizuri. Prince Dube ndani ya Yanga ni mchezaji ambaye hutamkuta ndani ya boxi muda wote. Yule atatoka kwenye eneo lile kushuka chini kuja kurinka play. Atatoa nafasi kwa Maxim Pianzengeli, nafasi kwa Pacome Zouzoua kuweza anticipate maeneo ambazo zile spaces ambazo zinaachwa na defenders ambao wengine watakuwa anakuwa makini sana kumark Prince Dube. Zile nafasi wanaenda wanazitumia na wanapata mabao. Sure. Pale Manchester kuna mshambuliaji anaitwa Benjamin Sesko, yupo na Joshua Zirkzee. Mimi nishasema Joshua Zirkzee ni mzuri zaidi kuliko Sesko. Kwa sababu gani? Joshua Zirkzee ni threat zaidi hata asipokufunga. Yeah, yani akiushika tu ule mpira
wachezaji wa timu pinzani wanakuwa yani wanamaki kwa ustadi wa hali ya juu sana. Yes, anakuwa na attract viungo na walinzi wa timu pinzani kumsogelea yeye. Kitendo cha yeye kufanya vile, anaacha space kwa kina Brian Mbeumo, nafasi kwa kina Mateus Cunha, Bruno Fernandes, wanaenda wanaataki zile space na kufunga mabao. Kuna mchezo wa Fulham tulidraw 2-2. Tumecheza Fulham tushafunga, amesawazisha, tuko tena nyuma. Alipoingia Joshua Zirkzee alifanya aina hiyo, kashuka chini, watu wakamsogelea, ikabaki space, tukaweza kusawazisha bao. Kwa hiyo kwenye modern football tunahitaji tu zaidi ya striker ambaye atakuwa anategemea zaidi kufunga, bali hata kama asipofunga kuna spaces na chances anatengeneza kwa watu wengine kuweza kufunga. Tulishuhudia Yanga Miguel Gamonde baada ya kuondoka Fiston Maele, kulikuwa kuna uhaba sana wa mabao. Kilichofanyika, amekuja Dube pale. Dube yeye alikuwa akiona amebanwa sana, anaamua kuja kulink up play, anatengeneza nafasi kwa watu wengine. Ndio maana ukashuhudia Aziz Ki ana numbers, Maxim pia Nzengeli ana namba, Mudathiri haya basi ana namba, Pako Mzuzwa ana namba, mpaka Ibrahim Baka pia alikuwa anaenda na anafunga pia, kwamba waligundua kwamba sisi huyu Dube ni mtu ambaye wanamaki sana. Cha kufanya ni kwamba huyu sisi tutamtumia kwenye link up play, alafu wakiacha space tutaziataki na kuscore goals. Ndicho kitu ambacho alikifanya Yanga, ukakuta kuna mgawanyiko mkubwa wa mabao. Sasa KPI zetu sisi mashabiki ambazo wanakuwa wanazitumia kwa maana ya key performance indicators kwa mshambuliaji, nimesema ni vitu vitatu. Wanataka waone goals, kama sio goals assist, kama sio assist basi hata shots on target watakuhesabia. Ila kuna KPI pia ya mwalimu, hata mhitaji huyo mshambuliaji aende acheze kama pocha, kwa maana ya boxing in the box. Kuna aina ya washambuliaji hao pale Uingereza. Kuna mtu kama Erling Braut Haaland, kuna mtu kama Inzaghi Philippe, unamkumbuka ile mkongwe. Javier Hernandez Chicharito alikuwa ni hatari zaidi akiwa ndani ya box la mpinzani, ukimtoa pale anakuwa sio threat tena, striker kwa mpinzani. Kuna watu wanaitwa target man, hiyo hasa anakuja hadi kwa Prince Dube au pressure. Yani ni mtu ambaye anakuwa anaiforce team pinzani, safu yao ya ulinzi kufanya makosa, wanashindwa kuinitiate au kutengeneza build up kuanzia nyuma, wanashindwa, wanakuwa wanafanya makosa mengi. Na ukimtazama Dube, hicho kitu imepelekea mpaka Dube leo hii ukitazama mechi ya Yanga utakuta ni mtu ambaye amekutana na contact nyingi sana au kafanywa foul nyingi sana. Ni kwa sababu hutamkuta tu zaidi ndani ya box, utamkuta amejivua, ameshuka chini kuja kulinka play. Kwa hiyo umezungumza kitu kikubwa sana kwamba saizi mpira wa sasa modern football hawezi kalilai kwenye goals and assist, bali tunataka tuone pia mchezaji anakuwa sehemu ya mfumo wa timu, sio mfumo wa timu umfuate yeye, bali yeye ndo atakuwa kabisa. Bwana moja kitu kizuri sana ambacho tumekijadili mimi na Aloysius Sagala, ndio uzuri wa kuitazama Dara Sports hapa ndugu yangu. Niliambiwa niseme Data Sports. Umesema Dara? Nisema Dara Sports. Mimi ndugu zangu wale Amerika kidogo tunakuelewa. Wewe wananielewa vizuri. Sasa nyinyi mmesoma British English, America English kidogo inawaacha siku hizi nachanganya na Mexico kwa mbali. Bwana, mlikuwa moja mjadala mzuri sana ambao ulikuwa unakukaribisha nawe mtazamaji wa Data Sports ili naweza kuchangia mawazo yako kuhusiana na hiki ambacho tulikuwa tunakijadiliana. Mimi pamoja na ndugu yangu Adamu hapa Aloysius Sagara, wote tumecheza mpira. Usituulize tumecheza mwaka gani. Nenda Wikipedia pale ukatafute Florence Renatus. Kipindi anaenda Liverpool, anaenda Arsenal, nikakataa ofa ya Liverpool. Alafu ndugu yangu yeye alikataa ofa ya Arsenal akaenda Manchester United. Aliyekuwa nyuma ya Kabila mtaalamu hizi kazi sio mwingine kung'ara na kupendeza kama hivi tulivyo. Kila kitu amefanya Mr. Pako. Nadhani mpaka wakati mwingine inshallah.